Asante sana. Mimi naitwa Rashidi Lai, katibu mkuu wa chama cha Alliance for Africa Farmers Party. Wengine wamezoea kuniita kiongozi Lai. Sasa tukianza moja kwa moja na maswali ya msingi, mimi nianze kwenye hili la viongozi wa dini, matamko ya viongozi wa dini au matamko ya taasisi za dini. Kuna jambo wa Tanzania nadhani wanapaswa kulielewa na ni la muda mrefu. Wakati fulani tulipokuwa kwenye mchakato wa katiba mwaka 2014 kule kwenye bunge la katiba kuliibuka hoja ya mahakama ya kadhi, na ni hoja ambayo tulitoka nayo huku mtaani, tulitoka nayo huku uraiani, tukaingia nayo kwenye bunge la katiba. Kwa hiyo pamoja na mambo ambayo yalikuwa ndio msingi wa hoja ya uundaji wa katiba mpya, yani kwa maana ya tume huru ya uchaguzi na mambo ya mabadiliko ya mifumo ya utawala katika nchi, lakini pia ndani yake kulijitokeza pia na hoja ya mahakama ya kadhi kwa Waislamu. Sasa tulipofika kwenye bunge tukagawanyika kwa maana ya kidini hiyo wakati hiyo hoja ilipokuja. Wapo waliokuwa wanaona kwamba hoja haipaswi kuwekewa uzito, kwa sababu tukiweka hoja ya mahakama ya kadhi kwenye katiba ya nchi, maana yake tunakwenda kuruhusu mfumo wa nchi kuhudumia hicho kinachoitwa mahakama ya hiyo kadhi, kwa sababu mahakama zimetajwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo waliokuwa wanapinga wakasema tukiruhusu katiba itambue mahakama ya kadhi, maana yake tunaruhusu pesa kutoka katika mfuko mkuu wa hazina ya nchi kuhudumia taasisi ya kidini, ijapokuwa huku nyuma katiba imekataa, imesema haina dini. Wao wakawa wajenga hoja hiyo, na waliokuwa wanataka dini iwepo wakasema hapana, hakuna shida. Tukawa tunakopi wapi? Katiba ya Zanzibar. Mbona Zanzibar hiyo mahakama ya kadhi ipo na wanahudumiwa na hakuna shida yoyote? Kwa kukawa na mvutano huo, na katika watu ambao walikuwa ndo wana hoja ngumu katika mchakato wa katiba wakati ule, hasa katika hoja hii ya mahakama ya kadhi, na mimi nikiwemo. Nakumbuka ilikuwa mimi, alikuwa mtu mmoja anaitwa Abdalla Mtuta, alikuwa ni mbunge kutoka kule Tunduru, alikuwa Selemani Jafo, huyo wakati huo alikuwa mbunge wa kawaida, alikuwa Mama Shamim Kani ambaye sasa hivi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wanawake wa BAKWATA. Tulikuwa kama wabunge kama 7-6 hivi, tulikuwa tuko moto kwenye hiyo hoja, yani kwa upande wa Waislamu. Lakini mimi niliwaeleza kitu kingine ambacho kilikuwa kinatupa shida au kinatupa shida mpaka sasa, hata sisi wenyewe tunaoitwa Waislamu. Shida iliyopo ni kwamba wenyewe kwa wenyewe nao tunabaguana kwa matabaka yetu ya nini, ya hayo wanayoita madhehebu. Na ndio maana wakati fulani unakuta kiongozi wa dini wa Kiislamu anapata na matatizo fulani ya binafsi. Kwa mfano niseme wakati ulikuwa Sheponda, mfano nitolee mfano Sheponda ambao watu wataelewa zaidi. Aliwahi kukamatwaga akapata shida fulani, lakini ikitakiwa kutolewa majibu kwa maana ya uongozi wa Kiislamu kuhusu huyo, anatokea kiongozi wa dini hii Kiislamu vile vile, labda kutoka BAKWATA, anasema hao ni wauni tu, hao sio, hawapo kwenye mfumo wetu. Yaani manangu nini? Manangu ni kwamba hata katika dini sisi wenyewe tuna lugha fulani ambazo hazituweki pamoja. Sasa kama kiongozi wa Kiislamu wa dhehebu fulani anapatwa na shida fulani ya serikali, lakini pia kwa sababu serikali inawatambua BAKWATA kama ndio chombo kikuu cha Waislamu katika nchi, wakitakiwa watoe majibu au waeleze wanafahamu vipi huyo mtu mwingine ambaye pia ni kiongozi wa dini lakini kwa dhehebu nyingine, majibu yanakuwa hivyo kwamba hawa ni sio familia, labda ni watu tu watu tofauti. Sasa hiyo ndio ilituletea shida kwa wakati ule, na shida hiyo niseme tu kwa Watanzania watakuwa kujua hivyo, bado ipo na ndio inatutafuna. Ipo kwa watu wa Kristo hivyo. Unaweza kukuta pengine kauli ya Wakristo wa teki inaweza ikawa ina nguvu zaidi kuliko Wakristo wengine wa KKK nini. Unaona wa Sabato au wanano ni Wakristo na wanafanya kazi hiyo, lakini wenyewe hawakubaliani kama wanaweza kufanya jambo moja kwa niaba ya taifa lao. Hata hiyo kamati inaitwa kamati ya amani, ukiipekua huko ndani
utaona nako kuna shida hiyo hiyo, kwamba wanaopata nafasi ya kuwa mbele kuwakilisha hilo kundi kwa maana ya kusaidia nchi, utakuta na wenyewe nao pia wana matabaka. Sasa katika mazingira hayo, hasa wakati kama huu sasa tu, wakati ambao tunazungumzia nchi imepata shida kidogo kwenye eneo la amani, inakuwa ngumu sana viongozi wa dini kutusaidia kutuondoa katika hii shida. Na hicho ndio kilichojitokeza, kwamba watu wateki wao wana misimamo yao na wana kitu wanachokiamini, na sidhani kama kuna mtu anaweza akawaondoa katika hicho wanachokiamini. Maana viongozi wa dini ndio shida wanayo hiyo. Sisi wanasiasa unaweza kaniondoa kwa hoja. Naweza nikaja na hoja yangu mezani, lakini ukaja ukajenga hoja ya kunisaidia katika hiyo hoja yangu. Baadaye nikagundua kwamba hoja hii nimeiweka vibaya, wenzangu hawakunielewa, na kwa mazingira haya mawili ni withdraw, nijipange upya. Lakini wenzetu wa dini hicho kitu hawana. Yaani akisimama mtu wa dini kwenye msimamo wake fulani anachoamini, kumtoa au kumbadilisha inakuwa shida sana. Na ndio maana unakuta wanaona wako tayari mpaka kuipeleka nchi kwenye kupasuka, ili mradi tu kwamba hoja yake yeye kama kiongozi wa dini amesimamia. Na ndio maana niliwahi kumsikia kiongozi mmoja wa Kiislamu anasema, kama wamemwaga mboga sisi tutamwaga ugali. Sio, umeelewa? Anasema wallahi wabilahi, kama mjui safari mtaona kitakachotokea. Yaani sasa ni kiongozi wa dini, ni kiongozi wa dini ambaye msingi mkubwa ili mambo ya dini yaende sawa ni kuwafanya watu wawe na amani, wawe na utulivu, na ndio mtu atafikiria kumkumbuka Mungu. Kama nchi inaparaganyika hii, inakwenda kwenye kusambaratika, watu waanze kukimbia na magodoro, watu waanze kukimbia na mikeka kujihifadhi, mtu aanze kukimbia na jogoo, aseme nenda nikapone njaa mbele kukimbia, alafu katika huyo mtu atafikiria muda wa swala au akafikiria muda wa kwenda kanisani. Mimi siamini hivyo. Lakini kwa sababu yeye wana misimamo yao ya kiimani, yani anaona chochote na anaongea tu kwa ushujaa tu, kwamba kama wamemwaga mboga sisi tutamwaga ugali. Kumbe ilikuwa atafute neno ambalo litaweza huyo anayeambiwa kamwaga mboga ajione kwamba kama amemwaga mboga amefanya kitu kibaya, amefanya kitu ambacho familia yake itapata shida kwa tukio hilo kumwaga mboga, na kwamba hamsi kwamba hapana usifanye hivyo. Lakini sio kusema oe kama umemwaga mboga mimi nitamwaga ugali. Sasa haya katika mambo binafsi unaweza kufanya, lakini katika mambo yanayohusu taifa, yanayohusu jamii ya watu wengi, haya ni makosa makubwa sana. Kwa hiyo mimi niseme tu kwenye kipande hicho cha kauli za taasisi za dini na viongozi wa dini, bado viongozi wa dini hawajaweza kushikana vizuri na kutoa kauli ambazo zitaisaidia hili taifa. Bado wao wana ile mimi ni Mkristo, mimi ni Muislamu, mimi ni Mkatoliki, mimi ni MKKT siyo nini, mimi ni wa Sunni, mimi ni Shia. Yani bado hizo wanazo, na hizo walizonazo za kwamba mimi Shia, mimi Sunni, mimi Mkatoliki, mimi nani, ndio tofauti hizo wanazilazimisha ziende mpaka kwenye taifa kwa mbele. Yani mimi nadhani hiyo ingibaki kwa wao wenyewe katika imani yao, kwamba kama mtu wa Katoliki hamwamini mtu wa KKT siyo nini, ingibakia hivyo, kwa sababu hiyo ni sio si toka dunia imeanza. Na kama mtu wa Shia amwamini mtu wa Sunni au amkubali mtu wa Sunni, ibakie Shia na Sunni, kwamba tu Sunni hawakubaliani na nani, na Shia. Wao katika imani yao, katika vitabu vyao, katika hizo hadithi zao, katika hizo falsafa zao, wanaona hivyo kwamba wanatofautiana katika mambo yao fulani. Lakini tunapokuja kuizungumzia taifa, mimi nadhani mimi Sunni, mimi Shia, mimi Teki, mimi si nani, tusivipe nafasi, kwa sababu tukifanya hivyo taifa hatutalisaidia, na tusipolisaidia taifa hata wao huo uhuru wao wa kuabudu utapungua, hautakuwepo tena. Mimi nadhani kwenye kipande cha dini hiyo, unaona ndo message ambayo mimi napeleka, kwamba wenzetu viongozi wa dini wakati huu mpaka nchi inaonekana kuna shida, basi tofauti zao wao katika madhehebu yao wasilete kwenye swala la kusaidia nchi hii. Yani kama kuna mtu akili ni kwake au dini yake anaona kwamba Waislamu na Wakristo ni maadui, ibakie kwenye hiyo imani yake ya hiyo dini yake aliyokuwa nayo, lakini asilete hiyo imani yake akalazimisha kuileta mbele kwenye taifa letu hili. Hiyo wanakwenda kutubomoa, kwa sababu viongozi wa dini wanaowafuata viongozi wa dini hawawafuati kama walivyo wanavyowaona kwamba wamevaa kanzu au wamevaa misalaba, wanawafuata kwa ile imani, yani ile kuamini kwamba huyu anafanya kazi ya Mungu, anachosema kinatokana na Mungu. Hicho ndio kinachomfanya mtu afuate. Na mtu anapokufuata mtu kwa imani ya staili hiyo, chochote ukimwambia anaweza kufanya. Kwa hiyo mimi nadhani kama wataendelea na hiyo,
kwamba ukimwaga mboga mimi nitamwaga ugali, kwamba nyinyi mmezoea mwaka fulani mlifanya hivi, mwaka fulani mlifanya vile, mmezoea hiyo tabia yenu, kwamba sasa hivi kwa sababu kuna rais Muislamu, nyinyi wa Kristo mnampinga, sijui ilikuwaje. Yani wakiruhusu kuendelea na maneno hayo, wanakwenda kutufanyia ubaya katika taifa letu. Na sidhani kama mtu ambaye ana akili yake timamu na anaona kabisa kwamba yeye anaitwa kiongozi wa dini na anaona kwenye hiyo dini wanamwamini na yeye anaaminika, ana elimu ya hiyo dini, alafu anakubali kujiingiza kwenye maneno ambayo anakwenda kuipasua nchi. Kwa mimi niseme tu vizuri, nijibu vizuri kwenye hilo kwamba viongozi wa dini kauli zao hasa katika matukio kama haya yaliyopo sasa hivi bado wajitafakari sana kwamba ni kauli zipi zitakwenda kuisaidia hili taifa ili wao waendelee kufanya kazi zao vizuri katika hizo nyumba za ibada, ili waumini sisi wanasiasa, sisi wanywa pombe, sisi wahuni, sisi watu wote ambao ni wateja wao, ili waendelee kutuhudumia, ni lazima wakikwanza kama taifa libaki kuwa salama. Taifa likibaki kuwa salama ndio utapata nafasi kusema acheni pombe, acheni uzinzi, acheni wizi, acheni ufisadi na kadhalika. Lakini kama taifa linaonekana kuwa na shida, alafu wao hawaoni hii shida jinsi ya kuisaidia, wanadhani jinsi ya kuisaidia ni kuoneshana umwamba, kwamba atuone kama nyinyi mna kauli na sisi tuna kauli, kama nyinyi mnaweza na sisi tunaweza, kama nyinyi mnajua na sisi tunajua. Wakiwa na hesabu ya kuendelea kuoneshana umwamba katika seli hiyo, nchi wanakwenda kuipasua. Na sidhani kama watakuwa wanafanya jambo zuri kwamba nchi inakwenda kusambaratika kwa ajili ya tofauti ya mambo ya kiimani. Hiyo upande mmoja. Lakini upande wa pili sasa, kwenye ile hoja ya tumesema nini, mambo kuhusu amani, ni jambo ambalo mtu yoyote mwenye mapenzi na taifa lake, lakini pia anajipenda yeye mwenyewe na familia yake na watu wake na ndugu zake, majirani zake na watu wanaomzunguka, lazima aione amani ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu wewe kama unafanya biashara, lakini kama amani hakuna, biashara yako haiwezi kufanyika. Huwezi kufanya biashara kama amani hamna. Lakini wewe kama ni mwalimu, huwezi kwenda shule kufundisha kama amani haipo. Lakini pia wewe mwanasiasa, unakwenda kufanya mkutano wa siasa wapi kama nchi ishachafuka? Haiwezekani. Kwa hiyo kila mtu katika nafasi yake, kwamba amani ndio kitu cha kwanza kitakachokufanya wewe uonekane kwenye ubora wako katika eneo lako. Uwe mchezaji mpira, uwe mwanamuziki, uwe msanii, uwe yani kaliba yoyote, lakini uwe mgonga mawe, uwe mkulima wa jembe la mkono, uwe mfugaji, ufugaji wako utaonekana una maana kama hilo eneo unalofugia lina amani. Ukulima wako utaonekana una maana kama ile eneo lako unalofanyia uzalishaji wa kilimo lina amani. Kila kitu chako ambacho unakifanya cha kuonekana kwa watu, ili kionekane, lazima hilo eneo ambalo hicho kitu unataka kukionyesha kuwe na amani. Swala la amani si swala kutafuta mtu mwenye taaluma ya kuzungumzia jambo la amani. Halihitaji degree, halihitaji diploma. Tunahitaji amani ibaki katika nchi yetu kwa gharama yoyote ile. Sasa ili ibaki amani kwenye hali ya ubora zaidi katika nchi, ni swala kila mtu aone kwamba jambo langu ninalolifanya mimi katika maisha yangu hapa duniani, au umaarufu wangu mimi unaotajwa kwamba natajwa kama mtu maarufu katika eneo langu, au mimi natajwa kama ni mtu tajiri katika eneo langu, au mimi natajwa kama mtu msomi katika eneo langu, hiyo yote haiwezi kuwa na maana kama nchi haina amani. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuona kila mtu anajaribu kutumia akili yake yote kuhakikisha kwamba amani inabaki, ili yeye mwenyewe aendelee kubaki. Na nyinyi waandishi wa habari, ili mambo yaende sawa sawa, lazima hiyo amani iwepo. Utapeleka kamera wapi kama watu wanapigana mateke huko barabarani na mabomu na kila kitu? Utampiga picha nani kwenye mabomu machozi, kila mtu analia? Wapi utaweka wapi kamera kwenye jicho ambayo inatoa machozi muda wote? Sio, umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo waandishi wa habari, nyinyi mnapaswa kujua kwamba ili kazi zangu ziendelee, lazima amani kwenye nchi iwepo. Lakini hata huyo mtu wa daladala, conductor, sio dereva nani, ili kazi zake ziende, hiyo asubuhi aamke akachukua hao anapeleka watu mjini na kazini na kurudi, lazima hiyo nchi iwe na amani. Kwa hiyo liwe sio jambo la mtu mmoja kuhamasisha watu wengine kwamba fanyeni hivi, fanyeni kile kitu ambacho kitakwenda kuharibu amani. Iwe ni jukumu letu sisi wote kuona kwamba amani ya nchi yetu sio tu kwa maana ya kuzungumza eti imekuwa nchi ni kama mfano nchi ya amani. Kila mtu mmoja amani ndio inakuwa mbele, wewe unakuwa nyuma yako, sababu kila unachotaka kufanya, ukisema natembea kwenda kwa rafiki yangu ni amani. Kama amani hakuna, huwezi kwenda kwa rafiki yako. Ukisema nataka kufanya hiki ni amani. Kama hicho amani haipo, hicho kitu huwezi kufanya. Kwa hiyo liwe sio jukumu la serikali, sio jukumu la polisi, jeshi la polisi, sio jukumu la wanajeshi peke yake, sio jukumu la viongozi wa dini, sio jukumu la wanasiasa. Kila mmoja wetu
anapaswa kujua kwamba nchi hii ili iwe na amani, na mimi nina sehemu ya mchango kuhakikisha kwamba nchi inabaki kuwa salama, kwa sababu bila usalama hakuna kitu chochote kinaweza kikamea kwenye jamii yetu iliyopo kwa namna yote ile, kama nilivyokwisha kusema pale mwanzo. Lakini kingine mliniambia nini mnataka? Hapo kwenye swala la amani. Tumeona amani inalelewa kupitia haki. Ikiwa haki na legalega, tumeona ndio chanzo cha kuhatarisha amani. Hilo unalizungumzia. Sasa hiyo ni kweli kwamba, na hizo ni lugha ambazo unajua kwenye semi sisi tulisoma zamani wanaita semi tata sijui nini. Yaani semi ni maneno fulani yaliyotengenezwa kujenga hoja kwenye hoja nyingine. Kwa mfano na sheria wanakuambia kutokujua sheria sio feni. Kutokujua sheria sio ndio kinga. Yes. Kutokujua sheria sio ndio kinga yani kupatikana na hatia. Au wakati fulani wanasema kauli ya Mheshimiwa Rais ni sheria. Sio, umeelewa? Ni maneno ambayo yanaumbika, yanatengenezeka. Ukiyatazama unaona hivyo. Na hii sasa ndio imekuja katika hiyo sehemu kwamba amani ni tunda la haki, ni tunda la amani. Hayo ni maneno ya wadai wapigania uhuru. Hayo ni maneno ya wale wanaitwa wanaharakati. Hizo ndio hoja ambazo wanakuja nazo mbele, kwa sababu wanaharakati wana tabia kwamba wanapokuja mbele kudai jambo lao fulani, hiyo jambo wanaliambatanisha na haki. Sijui mnaelewa vizuri eh? Wanapotaka mabadiliko fulani katika nchi mfano, au katika jamii inayowazunguka, au katika sehemu wanakofanyia kazi, kwa sababu wao wanaitwa wanaharakati wengi wao wanatokana na kundi la wanasheria. Yaani wanaharakati wengi duniani asili yake huwa wanatokana na wanasheria, kwa sababu na wao ndio wanaojua kwamba hapa kuna sheria imevunjwa, hapa kuna sheria haiko sawa, hapa nini ndio wanafika kwa nini sheria haiko sawa. Sasa tusimame hapa tudai hivi. Sasa wanapokuja kudai, sasa wanakuja na hiyo haki wanaiweka hapo, alafu na madai yao wanaweka pale. Lakini wanaposubmit yale madai yao, kigezo chao inakuwa ni ile haki. Yaani ile haki ndio wanakuwa wameshikilia. Sasa turudi hapa kwa mfano sisi hapa. Kweli kwamba amani haki ni tunda la amani. Lakini ni haki ipi? Tuchukue kwa mfano sasa tutazungumzia maandamano ya tarehe 29. Wanasema tunadai kuna haki imefanyaje? Kuna haki imepolwa au inaelekea kupolwa. Sasa tuulizane vizuri, ni haki gani? Sisi tumeelewa vizuri. Sasa hapo utakuta tukiwahoji ambao wanahusika na hayo madai moja kwa moja, utakuta lazima watakuwa na mitazamo tofauti. Kuna mtu atasema haki yeye, anazungumzia haki yeye, uchaguzi wasimamizi wa uchaguzi hawatendi haki kwa kutangaza matokeo ya uchaguzi. Kuna mtu anasimama hapo. Kuna mwingine anasimama haki, anasema haki kwamba muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuna upande mmoja unanufaika zaidi kuliko upande mwingine. Ukimgusa mwingine atakwambia hapa kuna shida mgawanyo wa madaraka yako hivi yako vile. Usielewa vizuri. Kwa hiyo utaona hata ukisema uwaulize vizuri watu ambao wanaongoza kushiriki au kutengeneza huo mgogoro wa maandamano. Je, ni haki ipi ambayo inazungumzwa ndio kama tunda, yani kama ndio tunda la hiyo amani? Yani kwa mfano ni haki ipi ikifanyika ndio amani itafanyaje? Itakuwa imetamalaki. Utaona haipo. Kilichopo ni kwamba hiyo neno hiyo haki ndo tunda la amani ndo linawekwa karibu ili kusaidia sasa hoja yake ile kuonekana iungwe mkono. Yaani unajua uwezo kwenda kumshawishi mtu akusaidie kudai kitu ambacho hicho kitu huwezi kukipata kwa rahisi, yani huwezi kukipata kwa maana tu ya maneno. Yaani lazima mtokee ugomvi. Kwa hiyo unapotaka kujenga hoja ili upate watu wa kukunga mkono, lazima huyo mtu anataka kukunga mkono wewe umtengenezee hoja ya kumfanya akuunge mkono wewe. Na hoja yenyewe ni kumfanya kwamba unaona ulivyo wewe usingekuwa hivyo. Sio, umeelewa vizuri? Hiyo hali unaishi hiyo hali ni kwa sababu ya tukio hili. Lakini ukiniunga mkono mimi, tukiondoa kinachosema, wewe hautaishi hivyo. Sijui unaelewa vizuri hapo? Yaani hiyo ndio itamfanya huyo mtu apate ile hali ya kutaka kweli huyu anachodai kumbe na mimi kinanihusu kwa sehemu yangu. Kwa hiyo nikijibu vizuri, maana yake ni kwamba maneno ya kwamba haki ndio tunda la amani au amani tunda lake ni haki, ni kweli amani, lakini lazima tujue hiyo amani inayodaiwa ni ipi au hiyo haki inayodaiwa ni ipi. Kwa sababu zipo haki ambazo
zinafaa kuungwa mkono, lakini ziko haki zingine pia hazifai. Zipo haki zinaendana na nini? Taratibu za mila na desturi zetu sisi wa Afrika. Mfano, wapo watu wenzetu duniani hapa wanaona kuolewa mwanaume kwa mwanaume ni haki. Sio mwana vizuri. Na ukiona hata katika hizo haki za binadamu wanasema ni haki yao, kwa sababu sasa yeye si mwanamume bwana na anaamua kuolewa mwanaume wake. Sasa kwani shida iko wapi wakati anayetaka kuolewa ni yeye na muoaji yupo? Hiyo ni haki yao. Lakini leo haki hiyo uwezi ukaleta Tanzania ukasema watu waandamane kudai haki ya mwanamume kumuoa mwanamume mwenzake au mwanamke kumuoa mwanamke mwenzake. Kwa nini? Kwa desturi zetu sisi hayo mambo hayapo. Desturi ya asili, ziko haki zimetengenezwa na mifumo ya kibinadamu, kwa maana mabunge sijui vitu gani wametengeneza hizo haki, lakini ziko haki tumezaliwa nazo. Kwa hiyo mtu anaposema amani, haki tuna amani, lazima turudi tena upande wa pili. Hizo haki ni zipi? Na ndio maana hata juzi wakati Mheshimiwa Rais anawaapisha wale ile kamati ya maridhiano, amemwambia kwamba kuna vijana wanasema kwamba maana munga mkono sababu kuna haki zao zimefanyaje, zimepokwa haki zao. Hebu waulizeni tujue hizo haki ambazo zimefanyaje, zimepokwa kwao. Unajua ukisikiza kwa maneno hivi ya jumla unaweza kuona kama huyu mama anaongea tu kujifurahisha, lakini kweli ule ndio logic ndio iko pale. Kama anasema tunataka haki yetu, lazima utujue hiyo haki unayozungumzia ni ipi. Maana isije ikawa hiyo haki ya kutaka wanaume kwa wanaume waoane. Maana lazima hiyo tujue. Ndio maana akawaambia kwamba hebu fanyeni hiyo katika hayo mambo ya kufuatilia, na hilo litizameni, kwa sababu hizo haki ambazo wanaona hao vijana wamekosa ni haki ipi? Maana tulifikia haki hakuna ajira. Hilo ni hoja nzuri kwamba kama vijana wanasema wanaandamana kwa sababu hawapati ajira. Kama kule Afrika Kusini wanasema ajira wanapoa wageni, sisi watu wa nyumbani hatupati ajira, sisi na nini. Hiyo ni hoja. Lakini haki ambayo haitajwi ni haki ipi? Kwa sababu ziko haki ambazo hatuwezi kuzunga mkono. Hata muandamane miaka 400, mtapasua nchi, mtaua watu, mtaharibu nchi yenu, lakini ni kitu ambacho kukubaliana watu wote kama taifa haiwezekani. Hatuwezi kukubaliana hivyo. Kwa hiyo ziko haki za kutengenezwa na mifumo ya bunge ndio zimewekwa kwenye katiba. Haki ya kuishi, haki ya kwenda popote, haki ya kujumuika, haki ya kupata habari. Sijui umeelewa vizuri? Hizo ni haki ambazo zimetengenezwa na nini? Na mifumo ya kibunge. Lakini ziko haki za asili kwamba ndoa kwa sheria ya Tanzania, lakini sio sheria ya Tanzania tu. Ni haki ya asili. Ndoa maana yake inamhusisha mtu mke na mtu mume. Sijui umeelewa? Duniani kote asili yetu ndio hiyo. Kwa hiyo ukileta mambo mengine utakuwa umeyaleta tu na utayageuza kuyaweka kwenye kundi la haki, lakini ni haki ambayo huwezi kulazimisha watu wapiganie haki na ukategemea utaungwa mkono. Kwa hiyo hoja ya kwamba kuna haki labda inapozwa inapuuzwa, na ndio maana pengine labda nchi sasa inaingia kwenye matatizo. Sikatai, inawezekana iko hivyo, lakini ni vizuri sasa hizo haki zikawekwa wazi. Hao ambao wenzetu wameshaiona tayari usiwanajua, lakini kundi kubwa la sisi ambao hatujui ni vizuri kujua pia kwamba katika haki inayopiganiwa ni pamoja na haki fulani. Lakini swala la kiuchaguzi kwamba nani awe mwenyekiti wa kijiji, nani awe mwenyekiti wa mtaa, nani awe mbunge, nani awe diwani, hizi ni haki ndogo sana. Ni haki ambayo haiwezi kupeleka mpaka nchi ipasuke eti kwa sababu tu kwamba mimi sikuwa mbunge. Yaani kwamba sasa unakubali au unajenga hoja au unakasirika, unaingia chuki, unakubali kutumia akili zote kuhakikisha kwamba kwa sababu wewe tu hujakuwa mbunge basi bora nchi ipasuke. Si kweli. Haiwezi kuwa haki yenye maana kwa maana ya haki yenyewe ilivyo rasmi, kwa sababu kila unachosema wewe haki na kina haki upande wa pili pia. Wewe una wajibu wako kwenye hiyo haki, lakini pia hiyo haki isiguse haki za msingi za watu wengine. Unapodai haki yako wewe, hakikisha kwamba hiyo haki unayodai haiendi kugusa haki za msingi za watu wengine. Kwa hiyo ukifanya hivyo, maana yake sasa unadai haki wewe kidogo, lakini unakwenda kuharibu haki za msingi za walio wengi. Na ni vizuri wanaodai haki madai ya hoja za wengi na kuna hoja ya wachache. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini na watu wengine wote ambao wana umaarufu wa kuweza kutoa kauli kwenye nchi, watazame wanapozungumzia habari ya haki fulani imepunjwa au imechukuliwa, basi kwanza watazame hiyo haki
watazame haki ambayo inapaswa kupigiwa kelele au kuelezwa au kuwaomba watu waunge mkono kuipigania hiyo haki, ni ile haki ambayo inagusa wengi. Yani usilazimishe kujenga hoja ya kuchukua mpaka na vifungu vya dini, kuchukua vifungu vya kwenye vitabu vya dini, kuchukua vifungu sio mpaka wapi, kuchukua mifano mingi, lakini unachukua mifano mingi ya vitabu vya dini ili kutafuta watu kuunge mkono, lakini wakuunge mkono katika hoja ambayo mbele yake na watu wachache. Kwa sababu mkifanya hivyo, maana halisi ya ile walio wengi ni kauli ya Mungu, unakuwa umefanyaje? Unakuwa umeikosea. Kwa hiyo ni vizuri wakati tunazungumzia haki, basi kwanza kabla hujaanza kutafuta maneno ya kushawishi watu kwenye kuunga mkono kwenye hiyo haki yako, kwanza utazame hiyo haki ambayo unaona ipiganiwe ina maslahi gani kwa wengi. Lakini je, ni haki ya asili au ni haki ya kutengeneza? Haki ya kutengeneza ndio kama tunasema ambazo zinatokana na mambo ya sheria ambazo zimeungwa na mabaraza ya mabunge na kadhalika. Lakini haki ya asili ni ile ambayo sio sisi Tanzania tu, duniani kote, hiyo kwao ni itakuwa ni haki yao. Kwa sababu ukizungumza habari kwa mfano haki ya kuishi ni duniani kote, huna namna yote, lazima ufike asubuhi ifike usiku. Yani wasema jua litachomoza, jua litazama. Kwa hiyo lazima watu ikifika muda fulani usiku lazima wapumzike. Kwa hiyo huwezi kuzuia na huwezi ukaijengea hoja kwa mikataba ya kisheria ambayo inaundwa na mabunge. Kwa sababu huo ndio ni mfumo wa ekolojia Mungu mwenyewe alivyoumba ulimwengu, ameweka katika mazingira hayo. Kwamba watu watafanya kazi mchana, usiku watapumzika, au watafanya kazi wakifanya kazi na usiku, basi ule muda wa mchana ambao ndio walikuwa wafanye kazi, ila kwa sababu wakati wenzake wanafanya kazi mchana yeye alikuwa amepumzika, basi atapokwenda usiku, yule alikwenda usiku atalala mchana. Iko hivyo. Kwa hiyo ziko haki za ekolojia yetu kama binadamu. Hizo ni muhimu sana viongozi wa dini wazijue, bila kujali dini yangu, bila kujali dini ya mtu mwingine, bila kujali madhehebu yangu, bila kujali madhehebu ya mtu mwingine, bila kujali chama changu, bila kujali chama cha mtu mwingine. Lakini mambo haya kwamba eti mtu anasema nimeibiwa uchaguzi, umeibiwa sijui kula, sijui ulikuwa uwe mbunge, ulikuwa uwe diwani, haya ni mambo madogo sana. Kwa sababu fikiria tu eti unataka kuwa diwani wewe kwa kipindi cha miaka 5. Kwa hiyo ina maana kuto kupata nafasi ya wewe kuwa diwani kwa miaka 5 ndio unaona utamke mbele za watu kwamba kama kumwaga mboga mimi nitamwaga ugali. Mimi sidhani kama kuna mantiki yote. Kwa hiyo nimalizie tukisema kwamba swala la hoja ya haki katika swala la amani ni kweli, haki hiyo ni kweli. Kama haki inapunjwa sana, basi wakati fulani amani inaweza ikawa ikapata mtikisiko. Lakini lazima utazame hiyo haki ni ipi, na ndio maana tuna haki nyingi hapa sisi tunazikosa. Lakini huoni hamna mtu anashughulika. Hakuna mtu anashughulika. Niwachekeshe kitu kimoja. Kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii iliyopo sasa, kifungu cha 9 ibara ndogo ya nafikiri kati ya A au H inasema hivi, nchi ni tajiri. Na wanasema mapato ya utajiri wa nchi, yani mapato ya utajiri huu wa nchi, katiba inasema hivyo kwamba uende kugaramia mambo, kugaramia au kuondosha kabisa mambo matatu: hiyo umaskini, ujinga na maradhi. Hiyo ni katiba ya nchi imesema. Maana yake nini? Maana yake inasema katiba ya nchi inasema nchi ni tajiri, na huo utajiri wa nchi huo, kama mnauza madini, kama mna wanyama wanakuja kuangaliwa na wazungu, kama mnavua baharini kule mnavua samaki, kama mnalima, kama mnafanyaje. Sasa katiba inasema huo utajiri wa hayo mapato ya nchi hayo, basi serikali iende igaramie mambo hayo matatu makubwa. Iende iondoe umaskini, iende iondoe maradhi, iondoe ujinga. Ujinga ndio elimu, umaskini ni hiyo hali ya mtu kukosa ule uwezo wa kujikimu, lakini na maradhi mambo ya afya. Si umeelewa? Maana yake nini kikatiba? Sisi wa Tanzania ni haki yetu kutibiwa na nani? Na serikali. Nani anadai mpaka sasa hivi? Sisi mnaelewa ninachosema? Hakuna mtu anadai hayo mambo. Lakini ni haki ambayo imewekwa kwenye nini? Kwenye katiba. Kwa nini watu wadai? Hawadai watu kwa sababu ekolojia yetu sisi tunaona kwamba haya ni mambo yaliyowekwa tuna kisiasa, yaliwekwa na mabaraza sio mabunge ndio waliweka hivi. Lakini kimsingi mimi mwanangu akiumwa, nitakwenda kuchimba mtope hapo, nitachemsha, atakunywa, nitaenda kuchukua majani ya mwarobaini, nitachemsha, maisha yataendelea. Siwezi kumbeba mwanangu kwenye mbeleko, niende jamani serikali mwanangu anaumwa ana malaria, nifanye hivi na hivi na hivi. Au watu waandamane eti kwa sababu mtoto wako ana malaria, kakosa dawa. Sijui umeelewa? Lakini kwenye katiba imewekwa hivyo. Sasa ndio maana nasema unapozungumzia haki, usiseme tu haki. Hebu sema ni haki ipi? Maana haki zipo hizo za kutengeneza ambazo hazina maana. Kwa vile leo ukisema mimi kuna sheria imetengenezwa katika bunge la Tanzania, mimi mwanasiasa wa upinzani, nitasema ni sheria za upande mmoja. Kwani walikuwa na nani? Walikuwa na upinzani kule. Sio walikuwa peke yao. Inawezekana walitengeneza hizo sheria wakati huo, walikuwa wanatengeneza sheria za kutushughulikia sisi wapinzani ambao tuko nje, tusipate nafasi ya kuingia ndani. Maana hiyo ipo nayo. Kama wewe unajipanga kuchukua serikali na aliyekuwa serikalini atajipanga kutoka.
Maana ndio kweli wenyewe. Kama nyinyi chama cha upinzani mnapanga kutafuta namna ya kuingia serikalini, na walio serikalini je? Na wao watakuwa wanapanga mipango ya kuendelea kubaki katika mazingira yao. Kwa nini wasiweke sheria kwamba tupige kura mara 2, jeshi wapige siku yake na wapige siku kama kule kwa Zanzibar? Ni vitu hivyo. Kwa hiyo unapokwenda kusimama mbele ya watu ukasema tunazungumzia haki, lazima pia uziangalie hizo haki zenyewe ni zipi. Haki za kiekolojia yetu sisi kama binadamu zipo. Hizo kila mtu atakubali. Bwana sasa kama tunamtetea sheria wanaume kwa wanaume waoane, hii hatuwezi kukubali. Hiyo utapata watu kuunga mkono kwa sababu kweli katika ekolojia yetu haiumbwaji wetu hicho kitu hakipo. Lakini ukienda kusema na watu waandamane kwa sababu mimi ubunge wangu nimeibiwa au urais sijui nimeibiwa, hiyo inakuwa ngumu. Lazima usiishie hapo. Lazima uende mbele zaidi. Kubwa kulazimisha watu wengine waingie, na ndio maana unakuta hata hoja zao wanapojenga zinakosa nguvu kwa sababu ni hoja ambazo zinaunga upande mmoja. Ndio maana kwenye dini wamepasuka pia huko, na watu wa dini wenyewe kule kwenye majimbo yao wengine hawaungi mkono pia, kwa sababu wanaona kwamba wanachokisema hao viongozi wetu sisi sio shida yetu, yani sio shida yao. Teki wao watu wa Katoliki, sidhani kama watu wote wa kule Maenge wa huko kwangu Kilwa wote wanaunga mkono hicho walichosema wao, kwa sababu hakina uhusiano na maisha yao wao ya kawaida. Wao wa viongozi ndio yana mahusiano wao, wana maslahi machache ya wao, ama apate heshima zaidi, ama aonekane mkubwa zaidi, ama aonekane na sauti, ama aonekane mtu maarufu katika taifa. Lakini nje hapo kwa watu wengine hakuna tija na wala hakuna maslahi yote mapana yanayowahusisha watu wengi. Asanteni sana.